Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na baadhi ya vitu ambavyo mwanadada Niffer amevizungumza. Yani tunaweza kusema hivyo ni kwamba Niffer bwana naye pia amemjibu Anko T baada ya Anko T kumchamba huko mtandaoni. Basi Niffer naye pia ameamua ajibu, na peji mbalimbali zinafuatilia hii issue kwa karibu kweli kweli. Wadau nao pia wanaifuatilia kwa karibu mno, maana tunafahamu kabisa kwamba Anko T bwana akiamuaga kumsema mtu basi ni moja kati ya story ambazo huaga zina trend sana huko mtandaoni, na this time around the same imetokea hivyo. Na kwa mara hii bwana tumeshazoea kwamba Anko T akiwa anamsema sana Gigi, lakini this time around bwana mambo yamekuwa tofauti kidogo. Ni kwamba Anko T amemsema Niffer. Basi bila kupoteza time, nataka kwanza kabisa usikilize chanzo jinsi kwanza ambavyo Niffer alivyomjibu Anko T, and then baada ya hapo nitakupa muktathari kidogo kuhusiana na yale maneno ya Anko T sasa kwenda kwa Niffer ambayo amesababisha Niffer naye pia ajibu. So hapa hebu msikilize kwanza Niffer alichokijibu, maana hata video iliyopita tulikuonyesha kitu ambacho alichokizungumza Anko T kwenda kwa Niffer. Sasa Niffer ameamua kujibu. Ukiona umenikosea kitu, nimekaa kimya, na unajua hicho kitu nimekijua na sijakwambia chochote, ujue sikuhitaji tena kwenye maisha yangu. Watu ambao bado nawahitaji kwenye maisha yangu wakinikosea lazima niwaambie, kwa sababu nataka wajirekebishe, tuende sawa. Lakini ukiona umenikosea, kiwa ni kitu kidogo au kikubwa, na unajua kabisa hiki kitu Niffer huwa akipendi au kinamkasirisha, na nimekaa kimya, that means I don't want you in my life anymore. Sio, unanielewa? It takes a lot of maturity kwa mtu kuchagua kukaa kimya na kutokumzungumzisha tena mtu anayempenda. Yani unajua kabisa huyu mtu mimi nampenda, ni rafiki yangu, ni dada yangu, ni ndugu yangu, ni mpenzi wangu, nampenda kweli kabisa, nampenda, lakini nimeamua kujitenga naye. Oya, that is a final act of love. Yani that's a final act of love. You love a person and you decide to keep quiet. Siku yule mtu atakapokaa sawa, hata umuite Sheikh Mufti Menki, umweke na mchungaji yule wa papa mkuu, huyo mtu utoka umpate tena. Awe rafiki, awe dada, awe wako hadi watoto hapo wanaamua kwamba mimi na wazazi wangu nimejitenga nao. Hata ufanye nini, they will never be back. So ukinikosea nikakaa kimya, that means I do not want you in my life anymore. Go with your wickedness. Naam bwana, hiyo kwa mujibu wa Juma Lokole ni kama vile ameposti kuonyesha kwamba hii ndio response au respond ambayo ameionyesha Niffer kwenda kwa Anko T. Alafu Juma baada ya kuposti hiyo video akaandika kwamba bwana, kwani kuna nini, mbona mnanitext sana, niko busy Mwanza jamani na biashara za watu, natafuta pesa ya upatu. Ameandika hivyo Juma Lokole baada ya kuposti hiyo respond ya Niffer. Lakini kuishia hapo ni kwamba kuna hii video nyingine tena hapa imepostiwa, ambapo imeonekana Niffer akiwa kama vile amepagawa hivi kwa namna moja au nyingine. Hiyo ni video nyingine ya bibi Niffer. Lakini pia hapa bwana kuna video tena Niffer akiwa yuko dukani kwake akiwa anatangaza biashara zake, lakini pia akiwa anaimba nyimbo ya taarabu, ambapo wadau kama kawaida wanadai kwamba bwana hayo ni madongo kwenda kwa Niffer, kutoka kwa Niffer kwenda kwa Anko T. Yani mtu mzima mwenye akili timamu, ujiheshimu haropoki ovyo. Ukiona na nyamaza mie na nyamaza, ujue na kuheshimu mie sipo hivyo. Mtu mzima mwenye akili mwenye akili timamu, ujiheshimu
Unaona tukiwa wapuzi sana. Mambo ya kusema ati bei zako ziko juu. Hiyo ndapitia kesho tuone. Hatuwezi ona. Wewe enda hapo pengine. Sawa? Rafiki zangu wenye mnafanyiwa hivyo msijali. So hiyo ndo nyimbo ambayo Nifa ameiposti huko katika ukurasa wake wa TikTok, ambapo wadau bwana wanahisi kwamba Nifa bwana naye pia ameamua amjibu Uncle T. So hapa kwa mujibu wa Juma Lokole alivyoposti, ameposti hiyo video then akaandika kwamba maneno makubwa haswa kutoka kwa Nifa, mmeyasikia? Na hapa bwana wadau hapa wamekuja wameandika kwenye comment section, wamekuja kujibu hapa. Kwa mfano hapa kuna mtu ameandika kwamba Uncle T ngoja atoke kwenye mizunguko yake uone atakachokuja kumjibu. Yani kwamba baada ya Nifa kuonekana kama vile anamchamba Uncle T kwa taarabu kama hivyo, wadau wanakuambia kwamba Uncle T sasa hivi atakuwa yuko busy na mizunguko yake, lakini akitoka kwenye mizunguko yake lazima atamjibu. Kuna mtu mwingine anasema bwana ila baba yetu bwana Clement Mwandambo. Okay, kuna mtu mwingine anasema bwana ujumbe kuntu kabisa huo. Kuna mtu mwingine anasema bwana mimi napenda hivyo hivyo waendelee kugombana tu kama kawaida. Instagram ichangamke. Kuna mwingine anasema bwana nilichogundua ni kwamba huyu binti ana matatizo jamani, sio bure. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa kwamba bibi Nifa naye pia amekuja kumjibu Uncle T baada ya Uncle T kumchamba huko Instagram. Kama unajua naigiza baby, huko nimefunga. Ndio maana nenda kapime siku ya meta za dukani kwako, alafu uje uongee na mimi. Sifungui vitu kwa miemko, sifungui vitu kwa sababu nionekane ninacho, sifanyi biashara kwa sababu nionekane mfanya biashara. Mimi nafanya biashara inaonigea mchezo. Upo dadangu? Nataka nikutishe wewe kijeba. Ndio maana kutwa unakuwa unagombana na mtu. Huyu alikusaidia kwa mbaya wako, yule alikusaidia alikuwa mbaya wako, basi ubaya unao wewe. Na mimi niko hapa leo kwa ajili ya kukufundisha wewe Kenge bro. Nikwambie hivi, roho mbaya haijengi. Roho mbaya baby inabomoa. Na maadhila hamna hata hisani ya mkumbuki bibi mnayatemea chini. Wewe ankoti. Bwana. Si yule Ramzeni. Mwambie akwambie aliyokufunda baby alikukosea. Na mimi nipo hapa na kuelezea nyeupe inang'aa, nyeupe ina metameta. Ubaya baby haurudi mara mbili. Kama uliambiwa mbaya na Zainabu, akakwambia mbaya Fatuma, akakwambia mbaya, wewe mbaya kweli baby. Wewe mbaya kweli, hauonewi abadan. So hivyo ndivyo situation ilivyo bwana. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.